Huu ni mwezi wa 6 mwaka 2025. Ni tarehe mosi leo. Ninakutakia kila laheri katika kila jambo lililo jema, lakini zaidi nakutakia afya njema pamoja na uhai ambao unatunzwa na Mwenyezi Mungu. Mungu akulinde katika kila jambo. Mtazamaji, ninayo mambo mawili tu kama si matatu ya kuzungumza nawe siku ya leo, hasa mwanzo huu wa mwezi wa mwaka 2026 Juni. Kwa Tanzania ni mwezi ambao unaenda kuwa na mambo mengi. Hasa ninaweza kusema kwamba ni mwezi wa tabasamu. Kwa nchi yetu ya Tanzania mwezi huu mwishoni, tarehe 27 au 28, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anaenda kulivunja bunge letu lililopo sasa, ambalo lilitokana na uchaguzi mkuu wa mwaka 2020, ambapo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa wakati huo alikuwa marehemu Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Wabunge hawa walipatikana na sasa kikomo chake kimefika. Hata wale ambao waliteuliwa, nadhani pia kikomo chao ni mwezi huu wa 6 mwaka huu 2025 kuelekea katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na utarajiwa kufanyika hapo mwezi Oktoba. Hilo ni jambo la kwanza. Wengine wakitoka bungeni hawatagombea ubunge, na wengine wakitoka bungeni wataenda kuchukua fomu, lakini ni majaliwa kurudi katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye atakuwa mgombea wa Chama cha Mapinduzi kwa mwaka huu 2025. Na baadhi watabahatika kupata nafasi hizo. Lakini tumesikia baadhi ya wakuu wa wilaya, baadhi ya wakuu wa mikoa, baadhi ya wakurugenzi wa halmashauri mbalimbali hapa nchini na majiji wametangaza kwenda katika majimbo kadhaa ili wakapate ridhaa ya wananchi, hasa kupitia Chama cha Mapinduzi kugombea nafasi ya ubunge. Lazima inatafakarisha kwa baadhi ya wengine. Unajiuliza, je, ukuu wa wilaya ulipi? Je, ukurugenzi haulipi? Je, ukuu wa mkoa haulipi mpaka mtu aenda kawanie nafasi ya ubunge? Mheshimiwa Rais amewaamini wakuu wa wilaya. Mheshimiwa Rais amewaamini wakuu wa mikoa. Mheshimiwa Rais amewaamini wakurugenzi na kuwateua kuwapa nafasi hizo. Lakini wengi wanaona kwamba waliko hapo yawezekana hapana heshima kama ubunge. Kwa hiyo ubunge ni eneo lenye heshima kubwa. Inatafakarisha na tuendelee kutafakari. Baadhi ya wabunge nao wananuna kwa sababu ni kama ambao ni wateule wa Mheshimiwa Rais wanaenda katika majimbo ambako walikuwepo, ambao wanaita ni majimbo yao. Lakini ni wakati umefika, hakuna namna, tusinuniane. Jambo la pili, katika uteuzi, baadhi ya wakuu wa wilaya watapata nafasi mwezi huu wa 6 kuteuliwa na Mheshimiwa Rais kupandishwa nafasi ya kuwa wakuu wa mikoa. Ninaliona hilo katika maono yangu na uzoefu wa masuala ya uchambuzi wa masuala ya siasa za Tanzania. Mambo kama hayo yatatokea na yaliwahi kutokea, na sasa mwaka huu, hasa mwezi huu wa 6, mambo hayo yatatokea hasa katika mkoa wako ulipo hapo nchini Tanzania. Lakini jambo lingine ambalo tunaweza kuzungumza kwa namna moja ama nyingine, ninawatakia kila laheri wale ambao wataenda kugombea nafasi za udiwani, ubunge pamoja na mambo mengine, nikimaanisha kwamba ninawatakia heri pia wapambe wa wagombea. Lakini niwaombe sana wale ambao watahusika kwenye vikao vya kutenda haki, yani vikao vya maamuzi vya mapendekezo, kutokana na utaratibu wa sasa ambavyo umebadilika, hasa ndani ya Chama cha Mapinduzi, kwa sababu watachukua fomu, watazirejesha na kisha majina yao kujadiliwa na vikao husika, yani kamati za siasa za kata, kamati za siasa za wilaya, kamati za siasa za mkoa na kamati au halmashauri kuu, kamati kuu na halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi taifa. Katika ngazi zote ni waombe sana, tendeni haki, rejesheni ikiwapendeza, kwa sababu sisi ni binadamu.
na tunafahamu makuzi yetu yakoje kwa sasa. Swala la rushwa limekuwa shida, na rushwa si rushwa tu ya fedha, kuna rushwa pia ya upendeleo, pia ni rushwa. Ni muhimu sana, nadhani ikiwapendeza wasikilizeni wananchi wanamtaka nani. Narejea, wasikilizeni wananchi mtaani wanamtaka nani, sio ninyi mnamtaka nani kwa ajili ya manufaa yenu tu. Haki huinua taifa. Mtanzania na mtazamaji wa Nyikani TV Africa, yapi maoni yako katika haya matatu niliyoyasema? Lakini jambo la kwanza, bunge linaenda kuvunjwa mwezi huu. Jambo la pili, wateule wa rais wengi wataenda kuondoka katika nafasi zao na kwenda kugombea ubunge. Jambo la tatu, na wakati wanaenda kugombea ubunge baadhi watapanda. Mwezi huu uteuzi utatoka, na naamini lazima utokee uteuzi mwezi huu wa 6, na wale watakaoteuliwa na watakia kila la heri. Na mwisho, ingawa siku muhimu kwa namna moja ama nyingine, vikao, tendeni haki, wasikilizeni wananchi. Tunafahamu kutokana na Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kufungwa ama kutokugombea, ambako baadhi ya wananchi pia waliwekeza imani yao huko, uchaguzi mkali, uchaguzi mkubwa utakuwa ndani ya uteuzi wa Chama cha Mapinduzi. Basi warejesheni wale ambao wanahitajika na wananchi kwa uhakika. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika. Asanteni. Karibu kwa maoni yako mtazamaji.